kuhusiana na masuala ya uteuzi wa masheha ndani ya mkoa wa Kusini Unguja. Itakumbukwa kwamba tulikuwa na ziara katika shehia zetu zote 63 za mkoa wa Kusini Unguja kupitia ziara zilizofanywa na wakuu wa wilaya, lakini pia zilizofanywa na mkuu wa mkoa na watendaji wengine. Lakini katika kipindi chote hichi tulikuwa tunafuatilia nyenendo na utekelezaji wa majukumu wa masheha kwenye mkoa wetu. Katika ziara hizo, lakini pia katika kufuatilia utekelezaji kupitia kamati ya uongozi ya mkoa na kamati ya usalama mkoa na wilaya zake, tumeona kuna haja ya kufanya mabadiliko kidogo ya baadhi ya masheha kutokana na sababu kubwa zifuatazo. Sababu ya kwanza, tulikuwa na nafasi tupu za masheha waliofariki, lakini sababu ya pili, tuna masheha ambao ni wagonjwa kwa muda mrefu. Sababu ya tatu, wapo masheha ambao ni wazee, kwa hiyo kwa kuwa umri umeenda kidogo wanashindwa kutimiza wajibu na uzito wa majukumu yao. Lakini pia wapo masheha ambao kwa namna moja au nyingine wameshindwa kutekeleza majukumu yao kwa sababu mbalimbali, zikiwemo kutowajibika, kutuhumiwa kwenye masuala ya ubadhirifu kwa maana ya rushwa na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo sote kama tunavyofahamu ambao tupo kwenye ngazi hizi za uteuzi, basi huwa kuna sababu ya kutengua na kuteua watendaji wenye ngazi hizo za uteuzi. Sasa sisi mkoa wa Kusini leo tumeona kuna haja ya kufanya hayo mabadiliko kidogo kutokana na sababu hizo nilizozitaja. Na kwa mamlaka niliyopewa sheria ya tawala za mikoa mwaka 2014 kifungu cha 8(1) na masharti ya kifungu cha 8(2) kinachoeleza sifa za uteuzi wa masheha, pamoja na kwa mamlaka kifungu namba 8(4) na kifungu namba 9 vinavyofafanua kuondolewa kwa sheha kwenye shehia husika. Kwa mnasaba huu, leo Jumamosi ya tarehe 25 Julai 2026, napenda kutangaza mabadiliko na uteuzi wa masheha wapya katika wilaya zetu zote mbili, kwa maana wilaya ya Kati na wilaya Kusini kama ifuatavyo. Nikianza na wilaya ya Kati, shehia ya Uroa, sheha aliyeteuliwa ni Shazil Suleiman Makame. Shehia ya Charawe, Abdallah Baraka Amani. Shehia ya Ndijani Mseweni, Fadhil Yakub Fadhil. Shehia ya Unguja Ukuu Kaipwani, ndugu Juma Makame Juma. Shehia ya Kikungwi, ndugu Mwinyi Hassan Ali. Shehia ya Tunguu, ndugu Mahmud Abdi Mtumweni. Shehia ya Kijibwe Mtu, ndugu Muhammad Salum Mwinda. Shehia ya Dunga Kiembeni, ndugu Masud Amevua. Na shehia ya Kiboje Mkwajuni, ndugu Musa Shabani Suleiman. Hao ni kwa upande wa wilaya ya Kati. Na kwa upande wa wilaya Kusini, shehia ya Kibuteni, ndugu Hamis Hassan Suleiman. Shehia ya Mtende, ndugu Maulid Makame Vuai. Shehia ya Muungoni, ndugu Arafa Hassan Ali. Shehia ya Kitogani, ndugu Mkulthum Abdallah. Shehia ya Tasani, ndugu Hassan Hajizamu. Shehia ya Paje, ndugu Mshimba Saif Ali. Na shehia ya Jambiani Kikadini, ndugu Ali Haji Vua. Ndugu waandishi wa habari na ndugu watendaji, kama nilivyoeleza, mabadiliko haya yanatokana na kujaza nafasi tupu, uzee kwa baadhi ya masheha na kutowajibika kwa baadhi ya masheha ambao tumeona kuna haja sasa ya kuwabadilisha ili kuhamasisha utekelezaji wa shughuli zetu ndani ya mkoa wa Kusini. Na masheha hawa ambao wameteuliwa tutakwenda kuwaapisha siku ya Jumatatu saa 4 asubuhi katika ofisi zetu za mkoa. Lakini kama mlivyoona katika uteuzi huu kuna ongezeko la masheha wanawake, na hii si kwa sababu ya
kuwateua tu wanawake, lakini katika utendaji kazi wetu tumeona kwamba masheha wengi wanawake ambao wameteuliwa bado wanaendelea kutimiza wajibu wao vizuri ukilinganisha na wengine, na tuna haja ya kuongeza idadi kwa sababu kwenye teuzi nyingi sasa hivi kipaumbele kiko kwa kina mama, lakini si kwa sababu ya jinsia ya kike, lakini ni kwa sababu tunaona wanatimiza wajibu wao vizuri, na ndio maana tukaendelea kuwapa nafasi ya wakina mama ili ile pasenti ya masheha waliopo ndani ya mkoa wetu iongezeke kutoka asilimia ndogo zilizopo na kuongezeka, kuonyesha kwamba kinachozingatiwa ni usawa wa jinsia, lakini na uwezo na ufanisi wa utekelezaji wa majukumu yetu.